kwa mujibu wa miundombinu itakavyomalizika. Sasa hivi tutaanza na ruti ya Buyu pamoja na uwanja wa ndege, kwa sababu tayari miundombinu ya hii barabara imeshakamilika na tumeanzia na mabasi 10, lakini kila ruti zikimalizika, barabara zikimalizika, miundombinu ikimalizika, basi atakuwa yanaongezeka kadri ya miundombinu itakavyomaliza. Kwa hiyo kwa sasa hivi leo hivi tutashusha mabasi 10, mabasi ya kisasa kabisa, ni mabasi ya umeme. Lengo letu kwanza, leo tukishusha, tutaanza harakati zote za usajili kama sheria za nchi zilivyo, tutatrain madereva, halafu then baadaye tutaanza operation. Tunatarajia aidha iwe mwisho wa mwezi wa pili au mwanzo wa mwezi wa tatu, lakini hatutaki kufika hata mwanzo wa mwezi wa tatu. Nia yetu ndani ya kipindi cha Ramadhani basi usafiri huo uwe tayari umeshaanza kazi. Lakini tukishasha leo, kutakuwa na hizi harakati hizi za kufuata sheria za nchi za usajili, za kupima baadhi ya vifaa ambavyo vimo ndani ya mabasi, lakini aidha mwisho wa mwezi wa Februari au mwanzo wa mwezi wa Machi usafiri utaanza rasmi. Lengo letu ni kuleta mabasi 100 na kuendelea, kwa sababu ruti ziko nyingi kama tulivyotaja. Kuna ruti ya Buyu, kuna ruti ya uwanja wa ndege, kuna ruti ya Fumba, kuna ruti ya airport kwenda Chuini, kuna ruti ya Jumbi barabara ya Magomeni, kuna ruti ya Koani ambayo ni barabara ya Amani, lakini kuna ruti ya Chuoni. Kwa hiyo lengo letu ni kuleta mabasi 100 na kuendelea, lakini utaratibu wa mabasi, tulete mabasi mangapi? Mamlaka ya mawasiliano ya usimamizi ni barabarani watatuambia njia hii leteni mabasi mangapi, njia hii leteni mabasi mangapi, kwa mujibu wa abiria wenyewe ambao wapo, lakini wao ndio watatuongoza leteni mabasi mangapi kwa kila ruti. Kama nilivyosema awali, vituo vyote hivi tunavyojenga sasa hivi, mfuko wa hifadhi ya jamii, hivi ni vituo ambavyo vitatumia mabasi haya. Cha Mnazi Mmoja ambao ujenzi wake utaanza hivi karibuni, cha Malindi ujenzi wake sasa hivi unamalizika, cha Kijangwani na vingine ni vya nje ya mji. Hivi vituo hivi vyote vitatumia mabasi haya, lakini kuna vituo vya kisasa vya barabarani ambavyo viko nje ya nchi, tunavitengeneza. Tunategemea mwisho wa mwezi huu wa pili au wa tatu hivyo vituo navyo vya barabarani vitakuja, ambavyo hivyo ni basi stop. Abiria wao ndio wataka special kusubiria. Kama tunajua kuna barabara hii kutoka Makunduchi, kutoka Tunguu kwenda Makunduchi inajengwa njia 4, na barabara kutoka Chuini kwenda Nungwi nayo vile vile inajengwa njia 4. Kwa hiyo kadri miundombinu itakavyokuwa tayari, tutaomba ruhusa kupitia serikalini. Wakituruhusu basi mradi nao utaenea nje ya mikoa mingine, lakini kwa kuanzia tutaanza na mkoa wa Mjini Magharibi. Kwa ujumla magari haya yanatakiwa kufuata taratibu zote kama ambavyo zimeelekezwa kwenye sheria nambari 7 ya usafiri, lakini kimsingi yatabidi haya yaende sehemu yetu kwa ajili ya kufanyiwa ukaguzi ili kuonekana yanakidhi vile viwango kama ambavyo vinaonekana katika sheria, yapatiwe road license. Lakini hata madereva ambao watakwenda kuendesha magari haya lazima wawe na leseni ambayo ni daraja D kwa mujibu wa sheria, lakini pia wawe na beji maalum ya utambulisho. Lakini katika misingi ya matumizi katika barabara, sisi kama mamlaka tumeshaandaa utaratibu wa kuweka kanuni maalum ya matumizi ya magari haya na vituo gani vitatumika na utaratibu wa matumizi ya vituo hivyo kwa ujumla wake. Lakini hata utaratibu mwingine wote ambao unatakiwa kufuatwa, basi tayari sheria na kanuni zimeshaandaliwa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya mabasi haya. La kwanza, tunachukua madereva ambao tayari ni wazoefu ambao wana madaraja haya, lakini kwa kuwa hili ni gari ambalo lenye teknolojia mpya, makubwa na ya kisasa, basi madereva wote wale ambao wameomba kazi kuja huku, basi sisi tunapatia taaluma ya kuweza kumanage magari haya kwa kuongezea uwezo. Lakini sio hilo tu, tayari tumeshazungumza na kampuni ambazo umeleta mabasi haya kutafuta trainer maalum pamoja na umahiri wa mabasi na wa madereva waliopo, basi kuwapatia taaluma ya ziada kabla hawajaanza kufanya kazi hizi. Tunafurahi sana. Kwanza tuna furaha kubwa sana, kwa sababu pia kwanza tuseme kawaheshimisha wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wanapata shida sana. Ikifika mida kama hii, wanafunzi mtu atakaporudi nyumbani kwao, lakini unakuta unaambiwa katika daladala wanafunzi 2 tu, wanafunzi 5, wanafunzi wangapi? Kwa hata mtu atapofika kule nyumbani kwao masaa tayari yameshaenda. Lakini nashukuru ni mabasi ambayo yalikuwa makubwa kabisa, ni mazuri na haijawahi kutokea kwa Zanzibar.
iwe miaka ya nyuma iwe kwa sasa hivi ndio imetokea. Yaani tuseme kama ametusurprise wa Zanzibari. Tunamshukuru sana na anazidi kutufanyia mazuri zaidi. Kusema kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia rais mwema kama Dr. Hussein, ametufanyia maendeleo mazuri, kuletea magari kama haya, kujenga kituo vizuri, sio gari kukata julikani kituo kiko wapi, sehemu chafu, kuboresha barabara, maendeleo. Tunafurahi wananchi kusema kweli, katujengea hata pale Koreko flyover, masoko, mahospitali. Kifupi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia rais mwema kama huyu.